Sana katika chaneli yetu. Hii ni chaneli ya masuala ya afya. Kama umekuwa unanifuatilia, utakuwa umejifunza mambo mengi. Karibu sana, mimi ni Dr. wako Elizabeth Lema. Namshukuru Mungu kwamba ametuvusha mwaka, tuko mwaka 2026. Mambo yanaendelea, kazi zinaendelea, ni kwa neema yake. Na leo nataka nikupe jambo moja. Katika kila jambo ambalo unataka kufanya mabadiliko, zingatia kuhakikisha unajua unaanzia wapi. Swala lako la afya lina mwanzo. Kabla hujaugua kuna kitu kilisababishwa kuumwa. Kwa hiyo hata sasa unapotaka kuwa na afya nzuri, hakikisha unajua unaanzia wapi. Elewa misingi, kanuni na taratibu ambazo zitakuelekeza jinsi ya kwenda. Sasa mambo matatu ya msingi ya kuzingatia. Napenda sana kuweka mambo matatu kwa sababu inakuwa rahisi kwako kufanya maamuzi. Haya mambo ni yatakusaidia sana kujua kitu cha kufanya. Unataka kufanya mabadiliko. Jambo la kwanza, fanya maamuzi. Maamuzi ni state ya akili yako au ni sehemu ya akili yako kuamua kwamba sasa nataka kubadilika. Fanya maamuzi. Jambo la pili, weka mkakati. Hayo maamuzi unataka kufanya kuhusiana na afya yako na mfumo wako wa maisha, utayatekeleza vipi? Alafu jambo la tatu, tafuta pa kuanzia. Sasa tuangalie kwenye eneo la kufanya maamuzi. Watu wengi sana katika eneo la kufanya maamuzi hatujui ni jinsi gani homoni zetu zinahusika. Homoni zako zinahusika sana katika wewe kufanya maamuzi na kujua kitu cha kufanya. Na once ukishafanya maamuzi, tayari mwili wako wote unafuata maelekezo yako. Maana yake nini? Unataka kwenda sokoni. Kitu cha kwanza umeshasema naenda sokoni. Ukishaamua kwenda sokoni, unanyanyuka. Unaanza kujiandaa kwenda sokoni, mwili wako na kila kitu cha mwili wako kinakufuata. Sasa umeshaamua kuishi maisha ya kutunza afya yako na kisha mwaka 2026 afya yangu inakuwa nzuri. Hiyo ni hatua ya kwanza nzuri sana ya maamuzi. Na ukishafanya maamuzi, mwili wako na kila kitu chako kinanyanyuka kufanya utekelezaji. Sasa hatua ya pili ile ya utekelezaji ni mkakati wa kutekeleza. Huu mkakati lazima mara nyingi itakusaidia, kama huna idea, upate mtaalamu wa afya ambaye atakusaidia kulingana na mahitaji ya mwili wako. Na hapa ndio naturopathic doctor anakuja. Naturopathic doctor ni mwalimu. Katika kipengele kimoja au msingi mmoja wa naturopathic medicine, doctor is a teacher, yani daktari ni mwalimu. Naturopathic doctor ukiweza kuseti naye muda wa kutosha, na ndio maana huwa tunapenda ufanye appointment, atakusaidia sana kutoka hapo ulipo kwenda mbele, kwa sababu atakusikiliza, mtazungumza, mtashauriana na utapata mwelekeo. Sasa ukishamwona mtaalamu wa afya naturopathic doctor akakupa mwelekeo, kumbuka huyu naturopathic doctor pia ataangalia mfumo wako wa maisha wa sasa, kama kuna matibabu unafanya ni aina gani, yeye ataweza kuingia vipi kwenye hayo matibabu. Hapo ndio neno integration linafanyika. Alafu atakusaidia vipi kutoka hapo ulipo kwenda mbele. Alafu jambo la tatu, utekelezaji. Hilo ni jukumu lako 100%. Unabadilisha vipi mfumo wako wa maisha na kutekeleza yale ambayo unahitaji kuyatekeleza kuendea afya njema. Kumbuka, umri, mabadiliko ya umri, uzee, ujana, utoto, zote ni stage za maisha ambazo zina majukumu na kanuni zake. Lazima ujue hizi kanuni utazifuata vipi, na utakapokuwa umeshajua ukafanya maamuzi na ukapata hatua ya kuanzia, itakusaidia sana. Usianze vitu vingi kwa wakati mmoja. Aya, umeambiwa unatakiwa ufanye mazoezi, ulale mapema, ule chakula bora. Kipi hapa kinaanza? Ni vile ambavyo havina gharama kubwa. Mazoezi hayana gharama kubwa. Kulala mapema hakuna gharama kubwa. Anza immediately. Inakuhitaji siku 58 mpaka siku 90 kuweza kuseti standard ya muda wa kulala. Kumbuka tumesema homoni ndo zinatufanyia kufanya maamuzi. Homoni ndo zinatusaidia kufanya maamuzi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kwanza umeshafanya maamuzi. Wewe ulikuwa unalala saa 5, saa 6. Utakapoanza kulala saa 3, hauwezi kulala siku hiyo usingizi. Itachukua muda mrefu sana mwili wako kuadapt yale masaa mapya ya kulala. Kwa hiyo unahitaji kuwa na consistency. Siku 58 mpaka siku 90 automatic utakuwa umeseti mfumo mpya wa kulala. Tumesema hatua ya kwanza, kufanya vile vitu ambavyo havina gharama. Kulala.
fanya mazoezi. Haya, mazoezi. Usitumie nguvu kubwa kwenye mazoezi kwa sababu utachoka haraka. Nimeona watu wameambiwa unataka kufanya mazoezi, moja kwa moja wameenda kutafuta hela, wameenda kulipia gym mwezi mzima. Anaingia gym wiki moja, anashindwa kuendelea. Pesa imebaki kule na ameanza kuwa na stress, matokeo yake hapati matokeo. Hakuna kitu kinachelewesha matokeo ya afya yako kama stress, anxiety na depression. So, anzia pale unapoweza. Anzia pale ambapo ni gharama rahisi. Tembea, seti dakika 40 kwa siku. Umetoka kazini, unaweza ukaamua ukitoka kazini badala ya kupanda bodaboda au kupanda Bolt whatever, ukatembea. Hilo ni zoezi. Haya, nyumbani kwako, amua kufanya usafi wa nyumba mara moja au mara 2 kwa wiki. Badala ya kumwachia dada wa kazi afue nguo, fua nguo wewe. Badala ya kupanda daladala kila step, tembea kwa mguu. Badala ya kutumia gari, tembea kwa mguu. Na mdogo wangu mmoja alinunua gari. Aliponunua gari akagundua, kwa sababu alikuwa anasumbuliwa na sukari, akagundua kwamba ile gari imemfanya badala ya kupata nafuu anapata shida. Aisee, aligawa ile gari. Ameamua kuishi kwa kutembea na public transport, kutembea kwa miguu, kutembea na magari ya kawaida, kutumia zile haso zimemfanya anaendelea kuimarika kiafya. Saa zingine hizo changamoto tunazopitia za kila siku sio shida. Ni sehemu ya maisha, misuli yetu inahitaji. Unapojining'iniza kwenye daladala imejaa, unapokimbilia gari, yale mateso unayojaribu kujipa ni sehemu ya kuimarisha afya yako. So usione kama ni shida. Hilo ni sehemu ya zoezi ambalo halitakugharimu chochote. Epuka kufanya mambo ambayo yanakupa stress, yanakupa mawazo. Wewe tayari pesa ni shida. Alafu unaingia gharama kwenda gym na hujajipanga. Jipange kwanza, anzia pale unapoweza. Hatua ya 3, chakula. Jamani, chakula bora sio chakula cha bei ghali. Chakula bora ni kile chakula unakipata kwenye mazingira yako, kwenye ardhi unayoijua. So, community life, yale maisha ya kijamii. Kuna yule amelima kisamvu, kuna yule amelima mchicha, kuna yule anakamua maziwa, kuna yule anauza mayai, kuna yule analima mahindi, kuna yule analima maharage. Kama unaishi kijijini, hiyo ni rahisi sana kubadilisha mfumo wako wa chakula. Kula vyakula ambavyo viko around, vinavyokuzunguka. Garden yako kama imejaa maua na ukoka, huu ni wakati wa kubadilisha na kuanza kuweka garden ya mboga. Tukija kwako tukiona mboga pia zitapendeza. Sio lazima garden ijae ukoka na maua ambayo hata una matumizi nayo inapokuja kwenye issue ya afya. Actually maua mengine yanageuka kuwa sumu kwako kama una maarifa. So hakikisha garden yako pamoja na maua unaweza ukaweka mboga na matunda na mimea ambayo itakusaidia. Mchaichai, pilipili, machungwa, malimao, maparachichi, mistafeli. Hiyo ni mimea ambayo inakaa garden lakini pia ina faida kwako. Itakusaidia sana kwa adjust mfumo wako wa maisha. Consistency yani ule kurudia rudia jambo, kufanya jambo lile kwa muda mrefu inakupa matokeo. Kila siku asubuhi ukiamka, angalia garden yako ni kitu gani unaweza kaongeza, mmea mmoja, mmea miwili ambayo itakusaidia. In the future utagundua ile garden iliyokuwa ya maua full sasa imegeuka kuwa garden ya miti dawa, mboga na matunda. Na itakufanya uweze kuishi maisha bora. Chakula bora kinatoka kwenye mazingira yako. Mimi naishi kijijini, nanunua sana chakula mtaani kwa wale wa mama wa kawaida wanaovuna katika maeneo yao, mchicha, majani ya kunde, kisamvu, majani ya maboga, vitu ambavyo viko within your reach. Usihangaike kuingia gharama kubwa. Unajua bahati mbaya tunafundishwa broccoli, cauliflower as if kwamba hivyo ndio vitu pekee. Mwafrika na vitu vyake vingi sana ambavyo viko kwenye mazingira yake. Majani ya maboga, boga lenyewe ni super food. Majani ya mlonge ni super food. Hizo ni vitu ziko kwenye mazingira yetu. Kama unaishi kijijini, majani ya pera, majani ya limao, majani ya mchaichai, matunda yote, mastafeli, mafenesi, haya matunda yapo. Unajua nikiwa natembea mikoani, naona vitu vingi kiasi kwamba nasema kwa nini bado tuna struggle? Kwa sababu tunatafuta kitu kiko mbali badala ya kuangalia kitu kilichokuzunguka. Mungu akubariki, wewe na afya njema. Ni daktari wako naturopathic Dr. Elizabeth Lema kutoka Cornwall, Tanzania. Mwezi wa kwanza tunaendelea na huduma za matibabu bure. Tafadhali hakikisha unaweka appointment. Napata wakati mgumu mtu anapofika clinic hapa anaambiwa daktari hayupo. Kumbe ulitakiwa uweke appointment kudhibitisha kwamba daktari yupo ili ukifika upate huduma. Huduma zetu kwa mwezi wa kwanza ni bure. Mungu akubariki. Asante sana.